Haya hapa ndo makosa matano ambayo wewe unaonisikiliza unayafanya kila siku, na haya ndio atakayokupelekea changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Kosa la kwanza ni kutokupata muda mzuri wa kulala, yaani ulalaji wako ni chini ya masaa 7 au masaa 8. Basi hii itakupelekea changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, kwa sababu homoni za kiume zinazalishwa usiku, na kama haulali vya kutosha, basi uzalishaji wa homoni za kiume lazima utaduaa. Lakini kosa la pili ni ulaji wa vyakula vya sukari kwa wingi pamoja na mafuta kwa wingi. Kama unatumia hivi vitu, basi lazima vitakwenda kuleta athari katika flow ya damu katika viungo vya uzazi, na mwisho wa siku utajikuta una changamoto ya erectile dysfunction, yani usimamaji wa uume wako lazima utakuja kuwa na changamoto. Lakini kosa la tatu ni uvutaji wa sigara kwa wingi pamoja na unywaji wa pombe. Kama utakuwa unatumia vitu hivi, basi navyo vinakwenda kuathiri flow ya damu katika viungo vya uzazi, na mwisho wa siku utakupelekea changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Lakini kosa la nne ni kutokufanya mazoezi kwa muda mrefu. Ikiwa unashinda zaidi ya wiki, mwezi na miezi haufanyi mazoezi, kinachotokea ni kwamba viungo vinashindwa kufunction uzuri, sumu zinajikusanyika mwilini, mafuta yanajikusanya, kinachotokea ni malipo yake, upungufu wa nguvu za kiume. Na kosa la tano ni kupuuza baadhi ya dalili za upungufu wa nguvu za kiume. Kwa mfano, kushindwa kurudia tendo la ndoa, maumbile yanasinyaa, unapoteza hamu ya tendo, halafu ukaendelea kukaa na hizi dalili zaidi ya mwezi na unaamini kwamba zitapona mwenyewe. Bro, kama unaamini hizo dalili zitapona yenyewe, basi endelea kusubiri, kwa sababu madhara yake ni makubwa sana. Yanaweza kaleta shida katika mahusiano yako, lakini pia kuna magonjwa ambayo yana uwezo wa kujitokeza. By the way, unaweza kushare kwa wanaume wengi zaidi ili uweze kujifunza elimu hii ili kujiepusha na changamoto hii ya upungufu wa nguvu za kiume. Na kwa ushauri na matibabu, wasiliana nami kwa nambari zilizopo ili niweze kupatia mwongozo pamoja na matibabu uweze kuondokana na changamoto yako. Ondoa chanzo, kutibu tatizo lako.